Mimi nafahamika kama official Bugadi wa MK Media. Leo niko hapa tena katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino campus ya Mwanza South. Natamani tuzungumze baadhi ya vitu hapa, hasa katika mchango wa wazazi kukuza watoto wao kimaadili zaidi, na hasa katika kuwapeleka kanisani. Niko hapa na mzee. Mzee, habari ya asubuhi. Salama bosi wangu, niambie. Kwema kabisa. Tukienda moja kwa moja kwenye swali letu kwamba kwa sasa hivi kwenye kizazi cha Gen Z, pengine ni mchango upi wa wazazi hasa katika kuwakuza watoto wenu kimaadili zaidi? Unajua mchango wetu sisi wazazi, manake unajua wazazi tunamiliki familia, na manake familia ndo kiini cha maadili na kiini cha malezi. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya wazazi, cha kwanza tunapaswa tuwalee watoto katika maadili yanayompendeza Mungu. Na kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuiga. Maana yake sisi wazazi pia tunapaswa tuoneshe matendo mema kwa wao, ili wao waige na kuchukua kama tabia njema inayompendeza Mungu. Lakini pia watoto hawa, nadhani swala la msingi kabisa ni kuwafundisha tu. Mfano kwa imani yangu, manake ni tunawafundisha, tunawaelekeza ili wabatizwe. Wakimaliza kubatizwa, kuna vitu tunaviita sakramenti, wapate sakramenti ya komunio, sakramenti ya Ekaristi Takatifu, lakini alikadhalika waimarishwe kwa sakramenti ya kipaimara. Kwa hiyo manake tunapofanya vitu vya aina hiyo, manake tunawasogeza karibu na Muumba wao. Sawa. Kwenye kipindi cha zamani, kwa sababu wewe pia ni mzazi ambaye ni wa muda kidogo, na umeshuhudia pia ndoa za zamani na ndoa za sasa hivi, pengine utofauti ni upi kati ya ndoa za zamani na sasa hivi katika kuwakuza kimaadili watoto? Yani kinachotakiwa katika ndoa, unajua ndoa manake tu watu wanapokuwa wanafunga ndoa wanakula viapo, manake watekeleze tu vile viapo vyao, manake wavumiliane katika shida na raha, alafu wawe waaminifu, wawalee watoto katika misingi inayompendeza Mungu, na baadaye kabla ya kuwalea watoto manake wapate, unajua watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, wapate wale watoto na wawalee katika maadili, na watoto waizunguke meza yao kama vichipukizi vya mizeituni. Mimi nadhani ndio utofauti huo, kwamba ndoa za leo manake watu wanakosa uvumilivu, wanakosa ustahimilivu. Kwa hiyo hicho kitu kinapelekea sasa washindwe kufikia zile ndoa zilizopita za siku zetu. Sawa, niko hapa na sister. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari? Salama, habari uzima? Kwema kabisa. Sawa, ikiwa pia wewe ni moja kati ya watu ambao mnatafuta watu kuwaleta katika njia mpasayo Yesu Kristo, si ndio? Pengine unaposhuhudia kwenye jamii, ni kipi ambacho kinafanyika kwa wazazi katika kuwaleta watoto kwenye maadili zaidi? Asante sana. Kwanza niseme kabisa, siku hizi ni changamoto sana. Kama ulivyomuuliza mzee swali lile kwamba utofauti wa ndoa za zamani na ndoa za siku hizi, kuna utofauti mkubwa, na hii ndiyo inayopelekea siku hizi vijana waonekane ni tofauti kabisa na vijana wa zamani. Baba huyo enzi akiwa kijana ni tofauti na wewe ujana wako wa siku hizi. Kwa hiyo kwa maana hiyo wazazi wana kazi ya kutoa malezi ya hali ya juu, kwa sababu wazazi wenyewe wa sasa hivi bado ni tatizo, na ndio maana na kizazi kinaendelea kuwa tatizo. Kwa hiyo cha msingi tuzungumze wazazi kwa ujumla. Mzazi ndiye mwenye dhamana ya kujenga au kubomoa maadili ya mtoto au ya kijana wake. Kwa hiyo cha msingi ni mzazi kuendelea kutoa mafundisho kwa mtoto, lakini pia yeye mwenyewe awe mfano bora kwa mtoto wake. Haijalishi ni mzazi wa siku hizi au ni mzazi wa zamani. Cha msingi ujue nina mtoto au nina kijana ambaye ninatamani awe kijana wa mfano, awe kijana ambaye jamii inamtegemea, kanisa na taifa kwa ujumla. Umezungumzia kanisa, pengine ni mwito upi ama mwitikio upi wa wazazi kuwaleta watoto wao kanisani? Asante. Cha msingi kabisa, mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto kanisani upo, kwa sababu tunashuhudia watoto wakiwa kwenye mafundisho. Kuna hatua mbalimbali za mafundisho. Kuna mafundisho ya utoto mtakatifu kwetu sisi wa Katoliki, lakini hata Waislamu kuna madrasa na madhehebu mengine. Kuna Sunday school, watoto wapo, wazazi wanajitahidi katika hilo. Lakini sasa cha kuwashauri waendelee kufuatilia malezi ya watoto hata wakiwa nyumbani, kwa sababu kufika kanisani bado haitoshi. Mtoto anaweza kafika kanisani
na akaendelea kukua hivyo, lakini anapokuja huku mitaani au anaporudi nyumbani, maisha yake yakawa ni tofauti na yale maisha anayoyaishi pale nyumbani. Nyumbani anaweza akawa vizuri, lakini sasa anapokuwa mbali na mzazi, vitu anavyovifanya ni tofauti. Kwa mfano, anapoachana na mzazi akaendelea na masomo, labda yuko hostel huko au ameenda chuo kikuu, akifika kule chuoni anakuwa huru zaidi, anasahau mafundisho ya mzazi, anasahau malezi ya mzazi, anasahau kwamba maadili ya kanisa yananipaswa niishi vipi, kwa hiyo anakuwa tofauti. Basi tuzungumze na wale wazazi ambao pengine hawajishughulishi katika kukuza maadili ya watoto wao. Nafikiri hapa ni kuwashauri tu, kwa sababu mtoto ni taifa la kesho, na mtoto akipotea maana yake wa kwanza kulaumiwa ni mzazi. Sasa sidhani kama wewe mzazi unayetusikiliza uko tayari kulaumiwa katika hilo. Cha maana ni kuwalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema. Unajua shida kubwa, hata mambo ya utandawazi na teknolojia siku hizi zinaharibu pia kizazi chetu kwa asilimia kubwa. Kama nilivyosema kwamba kijana wa leo ndiye mzazi wa kesho. Sasa kijana wa leo anakuwa katika mazingira ya teknolojia sana au ya utandawazi sana, anaishi hivyo. Leo mama ambaye pengine ndo kijana wa leo, alafu kesho ni mama, anatembea nusu uchi. Atamzuia vipi mtoto wake kutembea nusu uchi kesho yake au atakapopata mtoto? Baba ananyoa mtindo fulani hivi, mnaujua nyewe vijana, au amevaa mnasema katakei. Sasa baba wa hivyo au kijana wa hivyo ambaye ni kijana leo, kesho akipata mtoto atamzuia vipi mtoto wake kuvaa katakei au kunyoa mitindo ya ajabu? Kwa hiyo cha msingi, kijana wa leo, endelea kujiheshimu ili baadaye uweze kuonyesha mfano kwa kijana wako. Hata vitu tunavyoviposti mtandaoni, vijana tuangalie hiki kitu, atakapokiona mtoto wangu miaka 10 ijayo atanionaje au atanichukuliaje? Kwa sasa tunaweza tukafanya vyovyote vile kwa sababu ni umri, lakini hatuangalii madhara ya baadaye kwa watoto wako, lakini pia kwa jamii. Au wakati huu umeshakuwa mtu mkubwa sasa, unaangaliwa na watu wengi, labda wewe ni rais wetu, lakini vitu ulivyokuwa vifanya zamani ni vya ajabu, ni aibu kwako na kwa taifa. Kweli. Tukimaliza na mzee hapa, pengine unazungumza nini na mzazi anayekutazama sasa hivi hapa katika kumjenga mtoto wake kwenye maadili? Mimi nadhani rai yangu tu kwa wazazi ni kama alivyosema sister kwamba tunapaswa sasa, ni wakati wazazi tujitafakari kiupya namna gani tunavyoweza kuwalea watoto wetu, jinsi gani tuwafikishe watoto kwa Kristo, jinsi gani tuwarithishe maadili na mila zilizo njema, ili kizazi hicho nacho kiwe kizazi chema kama kizazi chetu. Nikushukuru sana mtazamaji wa MK Media. Niite Bugadi, lakini pia endelea kusubscribe, kucomment bila kusahau kushare katika channel yetu.